Hey guys, did you know that PID inaua? Yani kwa kirefu pelvic inflammatory disease, lakini kwa lugha ya Kiswahili ni maambukizi katika via vya uzazi. Hebu fuatilia mtiririko huu ujue kama PID inaua ama la. Lakini kabla ya hapo, ni kukumbusha kuwa napatikana kwa mitandao ya kijamii kwa jina la Afya ya Uzazi wa Mwanamke, TikTok na Twitter, kwa sasa X utanipata pia kwa jina la Uzazi wa Mwanamke, na Instagram jina la Uzazi wa Mwanamke. Na usisahau kunicheki katika peji yangu ya Facebook au FB kwa jina la Afya ya Uzazi wa Mwanamke. Peji hii itakuwa ikikufundisha zaidi kuhusu afya ya uzazi wa mwanamke, namna ya kujilinda, lakini na tiba mbalimbali ambazo zinatolewa na wataalamu mbalimbali ili kuweza kujikinga na magonjwa haya nyemelezi katika via vyetu vya uzazi. Lakini pia usisahau kusubscribe YouTube channel yangu inaenda kwa jina la Afya ya Uzazi TV. Usisahau, katika channel hii nitakuwa nikifundisha zaidi kuhusu afya ya uzazi wa mwanamke. Utajua UTI inasababishwa na nini, lakini utajua pia PID inasababishwa na nini. Utajua pia magonjwa mengine kama saratani ya shingo ya kizazi kwa mwanamke inasababishwa na nini. Utapata kujua mambo mengi ukiangalia katika channel hii, lakini pia ukisubscribe utakuwa wa kwanza kupata taarifa ambazo nitakuwa nikiziposti. Utauliza maswali mbalimbali kwenye comment, usisahau kufanya hivyo. Sasa hebu tuendelee. Mtiririko wa PID unatokea hivi. Kwa sababu PID haitokei ghafla, inatokea kwa moja, ukiwa na fungus ama bakteria waliosambaa katika sehemu zako za siri, yani bakteria wale wabaya. Kuna wale wazuri ambao wako kwa ajili ya kulinda nini? Kulinda uke, lakini kuna hao wabaya. Sasa hao wabaya wakisha komaa na kukua sana katika sehemu za siri upelekea nini? UTI, yani mashambulizi ama maambukizi katika njia ya mkojo. UTI, urinary tract infections, inapelekea pia PID. Ukitoka bakteria UTI, then PID, pelvic inflammatory disease, maambukizi katika via vya uzazi. Lakini pia baada ya PID kuna ugonjwa mbaya pia unapelekea, unaweza ukapata ugonjwa mwingine mbaya ambao ni saratani ya shingo ya kizazi. Na unapopata saratani ama kansa ya kizazi ni ngumu sana kutibika. So changamkia fursa, fanya haraka kabla maambukizi hayajaenea kote. Utakuja ukose mtoto na ujilaumu baadaye. PID kwa sababu inasababisha mambo mengi, matatizo mengi. Kuna kukosa mtoto, lakini kushindwa kushika ujauzito ama mimba kutunga nje ya kizazi. Hayo ni madhara ya PID. Usikae na PID, ni ugonjwa mbaya sana. Unaweza ukafa, lakini pia unaweza ukakusababishia kukosa uzao. Hakikisha unanifuatilia ili kujua na posti nini, lakini kama nilivyokuambia nitakuwa nikiposti content zinazohusiana na afya ya mwanamke kwa ujumla. Nitakuelezea magonjwa, tiba. Usisahau kunipigia kwa simu nambari 0624889046. Nitarudia 0624889046. Usisahau kucomment katika mitandao yangu ya kijamii. I'll be there for you guys.